Ndio. Tumeona mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya RS Berkane nyumbani ugenini. Narudia tushazoea katika uwanja wa Benjamin. Sasa naenda kucheza katika uwanja wa Zanzibar. Wengi hawajazoea uwanja. Hapajaribika kitu. Zanzibar ni Tanzania. Na mimi hichi kitu nilishajiandaa kisaikolojia baada tu ya mechi ya kwanza kuanza kupata furuno kwamba mechi itafanyika Zanzibar. Nilijaribu hata kuingia kwenye magrupu yetu ya Simba na kuwasiwa wapenzi kwamba tujiandae kisaikolojia. Hatuwezi kubadilisha matokeo hata iwe vipi. Tujiandae kwa ajili ya mechi ya kuchezwa Zanzibar. Mwenye uwezo wa kwenda ajipange, asiyekuwa na uwezo abaki kuunga mkono kwenye TV. Lakini nataka ukisema mambo ya kutoka bara uwanja wa Mkapa kwenda Zanzibar ni sema mchezo. Ila waandishi na wachambuzi ndio wanajaribu kujenga hoja kubwa ambazo ziko nje ya malengo ya hii mechi. Lakini sisi tumesema sisi si watoto wadogo, sisi si watoto wa kiume. Sisi ni wanaume. Popote patakapotakiwa mechi ya Simba kuchezwa, sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kucheza. Zanzibar ni kwetu. Na sio mara ya kwanza kupata matokeo Zanzibar. Stellenbosch tumechezea Zanzibar, goli moja limefanya Stellenbosch mpaka sasa hivi wako nje ya mashindano. Tulishashinda kombe la Afrika Mashariki tukiwa Zanzibar. Tumeshacheza mechi nyingi tu Zanzibar tukapata ushindi. Kwa hiyo sioni sababu ya hii agenda sisi kucheza Zanzibar ikawa ni agenda kubwa sana. Lakini napenda kukiri kitu kimoja kwamba mechi kupelekwa Zanzibar kumewaathiri wapenzi wengi wa mpira wa miguu, hususan wapenzi wa Simba. Imewaathiri vipi, na kati wengi wanazungumzia kwamba walikuwa wamejiandaa kisaikolojia na taarifa ilivyotoka kabla mchezo wangu walikuwa wanazungumzia kwamba Zanzibar ni sehemu moja hapo ambayo wanapata matokeo. Unajua kujiandaa kisaikolojia ni kitu kingine na kukitenda ni kitu kingine. Kwa mfano kipindi cha ukataji wa tiketi, watu tumeshaamini kwamba tumeshaambiwa kwamba mechi inakuwa Zanzibar. Lakini viongozi walituhakikishia kwamba mechi itachezwa Mkapa ndio ukata tiketi. Unajua pale mpenzi anakuwa na mambo mawili. Nikiacha ukata tiketi, alafu ikawa ni bara, ni uwanja wa Mkapa, nitakuja kwamba tiketi zimekwisha, nitakosa mechi. Sasa nieni nikate tiketi, alafu niangalie itakavyokuwa. Wako wote wamekata tiketi wengi, mmoja hapa ikiwa ni mimi. Ndio tulikuwa tunasubiri ufafanuzi kwamba tutatumiaje tiketi zetu huko watakaofanikiwa kwenda. Na wale ambao kufanikiwa kwenda watafanya vipi ili waweze kupata faida kwenye hela yao walioitumia. Lakini ukiondoa athari ya wapenzi, wachezaji wamejiandaa kwa ajili ya hii mechi. Kwa hiyo bado sijaona sababu, ila wapenzi wamepata athari. Wengi wanazungumzia kwamba CAF hawana msimamo. Maana mchezo wa kwanza inathibitisha kwamba utachezwa uwanja wa Benjamin na marudiano itacheza pale Benjamin. Je, CAF wengi wanazungumzia kwamba CAF kama wamelemewa na Waarabu. Tujue kwamba Waarabu ndio wanatawala mpira wetu wa Afrika. Hicho sasa ndio kile nataka niwaambie kitu kimoja waandishi, wananchi wa Tanzania na uongozi wa chama cha soka na timu zetu. Huu ndio mpira wa Kiafrika. Mpira wa Kiafrika unakwenda na upepo. Kwa maana hata wale walikuwa wanasema kwamba sisi hatutapeleka timu, wajue kwamba huu ndio mpira wa Kiafrika, unakwenda na upepo. Mfano wa karibu, tulikuwa tuna ratiba ya CHAN ya ilikuwa Januari. Ghafla ikabadilishwa. Wale waliojiandaa kwa ajili ya Januari kuna faida walilipwa, kuna fidia walilipwa. Jibu ni hapana. Hiyo ni mpira wa Afrika. Haya, hii mechi sasa hivi, mechi ya Al Masry na Simba imechezwa uwanja wa Mkapa. Kweli uwanja unaonekana una mapungufu. Mechi ya Stellenbosch ikapelekwa Zanzibar. Ukitaka kujua mpira wa Afrika ni wa Kiswahili. Na sisi kwa tunako serikali yetu nayo ikasema uwanja haufai kutumika, ufungwe. Uwanja ukafungwa. Wale wakapeleka timu Zanzibar. Tumeenda tumecheza Zanzibar. Huo ni swali ulianzia pale. Tumetoka Zanzibar tumeenda kucheza hii mechi sasa hivi kwao. Lakini mpaka inafikia mahali wana timu mmoja hapo haijui siku yake ya kucheza uwanjani kucheza kwamba atakuwa nobi. Wanakuja tu kuambia kwamba mmehamishwa, lakini wengine taarifa wanazo. Lakini pia mpira wa Kiafrika una mambo mengi.
Mimi mpaka sasa hivi na upenzi wangu wa Simba, mimi ni Simba dialia, Simba fia Simba. Lakini kwa hili kuna kitu viongozi wametukosea. Sidhani, sitegemei wala sitaki kuamini kwamba walikuwa hawana taarifa ya mpira mechi hii kuhamishiwa Zanzibar. Ila nahisi walipopata ripoti ya mechi kuhamishiwa Zanzibar, wakajua pia kuna mambo ile Uswahili, watatumia njia za Uswahili, watatumia sijui nini, labda kuweza kuihamisha timu kuirudisha kwa Mkapa bara. Imeshindikana. Sasa wanatoa ripoti siku 5, sijui 6 au 6 kabla ya mechi. Huu tayari ni Uswahili. Lakini sasa tunatakiwa tuende na Uswahili wetu. Hatuna jinsi. Ukisusa imekula kwako. Utakachofanya imekula kwako. Fuata masharti yao, mzigo wa bwana ufike. Kwa umezungumzia kwamba uongozi wetu na soka letu Tanzania ni Uswahili. Uswahili wa namna gani wenyewe? Nimesema Uswahili, soka la Tanzania, Uswahili huu uliopo kwenye soka la Tanzania ndio Uswahili uliopo kwenye soka la Afrika. Ndio maana nikakupa mfano. Waliandaa ratiba kabisa kwamba CHAN itachezwa Januari. Lakini ghafla wamekuja wamebadilisha, wamepeleka sijui mwezi wa 8. Huo tayari ni Uswahili. Kwa wenzetu huko kwenye mpira wao, ujinga huu huwezi kuukuta. Haya, wameleta ripoti ya kwamba mpira mechi ya Simba na Berkane itachezwa Zanzibar. Viongozi wetu sasa, hapo nasema pia viongozi wetu wa Simba, hii tuuma nawapa. Viongozi wetu sasa wametuchuuza kutuambia kwamba lazima mechi itachezwa Mkapa, kateni tiketi. Tayari ni Uswahili. Tumekata tiketi kwa ajili ya kucheza kwa Mkapa. Serikali nayo ikaingia kwenye mfumo, ikajaa kwenye mfumo. Nayo katangaza kwamba uwanja wa Mkapa uko tayari. Mpira mechi takisha nacheza kwa Mkapa. Walivyoona mambo ni magumu, wakachomoka chap. Wakasema sisi uwanja uko tayari, tunawaachia wenyewe. Tayari ni Uswahili. Maana unajua siku zote Mswahili hasa huwa hakumbuki maneno yake. Akiongea asubuhi moja, jioni atakwambia haikuwa moja, ilikuwa 11. Kesho atakwambia haikuwa 11, ilikuwa moja. Tayari. Kwa hiyo matokeo yake sasa imetufikisha leo sisi wapenzi wa mpira hatujielewi kwamba tuko wapi. Leo tunaambiwa kwamba kuna safari ya kwenda Zanzibar. Wazungu wanasema ni out of budget. Hiyo ni budget nyingine ambayo mtu hakuipanga. Mtu alipanga safari ya kutoka mkoani kuja Tanzania bara kwa Mkapa. Leo anafika kwa Mkapa anaambiwa panda boti kwenda na kurudi boti shilingi 70,000. Nenda Zanzibar. Hakuna mahali pana shida ya maisha ya ulalaji kama Zanzibar. Ukifika Zanzibar, chumba cha chini kabisa ni shilingi 35,000, analala hata ng'ombe. Hakina maana, ndio chumba kule. Hiyo ni budget nyingine ambayo umeshampa mlaji. Unajua mpenzi wa mpira ni mlaji Umempa budget nyingine ambayo haikuwepo. Bila kumuomba samani, bila kumsaidia chochote, lakini mapenzi yake ndio yanayomhukumu. Sasa sisi wapenzi wa Tanzania tunaupenda mpira, lakini mpira au wapendi wapenzi wa Tanzania. Je, turudi moja kwenye mchezo ambao unaenda wa marudiano pale katika viwanja vya Zanzibar Amani. Mchezo wa kwanza utazama safu ya ulinzi ya Simba ilikonsoli magoli 2. Ni sehemu gani kocha Faldu afanye alichokifanya mechi ya kwanza akifanya mechi ya pili ili kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani? Mimi sio mtaalamu wa soka la uwanjani. Mimi ni mpenzi muangaliaji. Nikisema nijibu hili swali moja kwa moja kumpelekea Fadlu, itakuwa nimemfundisha kazi yake. Ila kuna kitu kimoja tu ambacho naona kama kinatokea wapenzi wengi, huwa ni mchelewaji sana kufanya sabu panapotokea matatizo. Mimi cha kumwambia sina. Mpira ameuona, mapungufu ameyaona, na mwenyewe ameahidi kwamba zile goli 2 watakuja kustapika hapa Dar es Salaam, Tanzania, hapo kwa uwanja wa Amani. Mimi ningemshauri tu Fadlu anapoona mapungufu kidogo kwenye timu awe ni mwepesi wa kufanya sabu kuliko kuendelea kupigania kitu ambacho hakisaidii. Kwa maana ni mchezaji gani ambaye alikuwa saidii? Kwa mfano kama juzi Kagoma, mpira ulimpalia, mpira ulimkataa kabisa. Lakini natumaini kama Kagoma, sikumbuki kwamba alimtoa ama alimaliza, lakini mpira ulimpalia. Kwa hiyo mimi napenda kwamba mechi ya kesho kutwa kocha awe makini.
Maana yake tuna dakika 90 tu zilizobaki za kupigania uhai wetu. Neno la kuambia mashabiki wa Simba kuelekea mchezo huu. Mashabiki wa Simba ninachotaka kuambia ni kitu kimoja. Kwanza waipongeze timu yao kwa hatua iliyofikia. Sisi tulikuwa tunajenga timu, lakini timu tumejenga kwa mafanikio mpaka tulipofikia sasa hivi. Cha pili, mechi ya kesho kutwa tuipokee kwa matokeo yatakayokuja. Asitafutwe mchawi. Tupambane kwa hali na mali. Tutakachokipata kesho kutwa ndicho kitakachokuwa ni riziki yetu. Sio tena kwenda kushikana uchawi kwamba sijui hafai, sijui aende. Sababu wapenzi wa Simba na wafahamu sana, wana madhaifu makubwa sana kukubali matokeo. Wengi walikuwa wanazungumzia kiwango cha Elie Mpanzu katika ardhi ya ugenini, hajafanya vizuri. Je, huenda mpira ulimkataa au ndo kiwango kimeanza kudorora? Elie Mpanzu mapungufu yake hayakuanza kwenye ile mechi. Alianza kupunguza makali kuanzia kwenye ligi. Kwa mimi natumaini labda baada ya mechi hii atagundua makosa yake, ataongeza ujuzi zaidi. Atakiwa 200,000.